E, basi tunaendelea na mahubiri ya ibada ya leo. Kichwa cha somo la leo au mahubiri ya leo, kichwa chake kinasema hivi. Ukihubiri kuwapendeza wanadamu sio mtumishi wa Kristo. Ukihubiri, sasa hilo linamwangalia sana sana nani? Mhubiri mwenyewe. Lakini na yule anayehubiriwa. Kwa hiyo mhubiri hahubiri bila kuwa na mhubiriwa. Kwa hiyo mhubiri anayewapendeza wanadamu anakuwa sio mtumishi wa Kristo. Ndio kichwa hicho. Ukihubiri kuwapendeza wanadamu sio mtumishi wa Kristo. Hem, tuanzie maandiko katika maandiko. Twende katika kitabu cha Wagalatia mlango wa kwanza. Tufungue wote Biblia zetu. Wagalatia mlango wa kwanza, tuanzie mstari ule wa 6. Na ni kama utangulizi, lakini tutaenda sasa katika maana halisi ya somo la leo. Anasema hivi, mstari wa 6, Galatia 1, anasema hivi: "Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine." Kwa hiyo kuna injili ya kweli, alafu kuna injili ya namna nyingine. Sasa hawa watu wa Galatia upesi tu, yani hawakukawia sana kulingana na neno la Mungu, walianza kugeukia injili ambayo sio injili ya Kristo. Dada, nadhani kwamba hiyo hali inaweza katokea katika kanisa la leo, katika Wakristo wa leo. Ndiyo, inawezekana na ipo nyingi. Kwa hiyo kuna injili mbadala inaongelewa. Sasa watu ndio wanataka kufanya nini? Kuigeukia. Na wanafanya upesi hawakuchelewa. Anaendelea. "Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo." Kwa hiyo kuna namna fulani inakuwa ni injili hiyo lakini inageuzwa, inakuwa imeharibika, sio injili ya Kristo. Kwa hiyo anasema kimsingi sio kama ni injili nyingine kama imetoka mingi. Hapana, ni hiyo inamtaja Kristo, inatumia maandiko yake, lakini haihubiri makusudi ya Kristo. Kwa hiyo anasema haijatofautiana sana, ila ni fake. Injili fake hiyo. Anasema mstari wa 8. "Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe." Anasema hata akitokea malaika asema nimeonyeshwa usiku na malaika, lakini kama ni injili isiyofanana na Biblia. Leo hii ngoja tuanze kujiuliza. Injili zinazohubiriwa yale mle makanisani zinafanana na Biblia inavyotamka maneno yake yote? Hapana, zimeachana, tukubaliane. Tutaona zinalenga mambo tofauti na ambayo malengo ya Biblia. Anaendelea. Anasema mstari ule wa 9. Anasema yote kama atakuja malaika au mtu yote yule akahubiri injili ambayo inaonekana haifanani na ya Biblia, anasema huyo mtu alaaniwe. Mstari wa 9. Leo hii kutamka neno kulaaniwa inaonekana ni mhubiri mbaya, lakini imeandikwa kwenye Biblia jamani. Hivi tutahubiri maneno yapi ambayo hayamo kwenye Biblia je? Wewe ukitakiwa kwenda kuhubiri ukawa ukigusa ya Biblia unaonekana umekosea, utahubiri nini sasa? Anaendelea mstari ule wa 9. Anasema kama tulivyotangulia kusema na sasa nasema tena. Anarudia. Mhubiri mzuri hurudia mambo. "Mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isiyokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe." Anakazia pale anasema si hawataka kusikia neno kulaaniwa, anasema narudia tena. Mtu yote atakayekuja na hubiri vitu ambavyo vifanani na Biblia, ukaona havifanani na Ufunuo, havifanani na Yeremia, havifanani na Ezekiel, havifanani na nini, ukaona tu anaongelea mambo ya kisasa na mambo ya mitandao ya kijujuu ya sasa, anasema huyo mtu na alaaniwe. Na ndio wamejaa makanisani. Ni mara ngapi Yesu alikuwa anaongelea mambo ya miujiza, alikuwa anaongelea wokovu na uzima wa milele, alikuwa anaongelea ujio wa pili wa Yesu Kristo. Leo hii watu hawako interested na kujua Yesu Kristo atakapokuja katika mazingira gani. Leo nilikuwa naambia, niwaambie, nilikuwa nasoma taarifa fulani. Kuna jimbo moja liko kusini mwa Marekani. Kusini mwa Marekani ni kama joto lao ni kama la Tanzania. Maeneo kama ya Texas huko, maeneo kama Arizona, New Mexico ni kusini, yani iko karibu na sehemu za joto. Sio yale mataifa kaskazini yenye baridi. Mwaka huu watu wa Texas, ile jimbo kubwa la Texas, ndio wanatokea kina George Bush.
lilipigwa na theluji kali. Mwaka huu ndani ya Tanzania sehemu za Biharamulo kulikuwa kuna theluji ilianguka kama isiyo ya kawaida kabisa, kana kwamba ni ya Ulaya. Mliona? Leo hii hawa watu wa dunia hii, watu wa dunia na mamlaka za dunia wana uwezo, mkubaliane na mimi na mkubaliane kabisa, nimefanya utafiti na uchunguzi, wana uwezo wa kubadilisha hali ya hewa, wakanyesha mvua kama wanataka, kama hawataki wanaweza kusimamisha mvua vile. Wana uwezo wa kuleta theluji Tanzania ikafunika kama iliyoko Ulaya. Ndicho walichofanya jimbo la Texas. Ile jimbo lina historia fulani la kujitaka kujitenga na Marekani tangia zamani. Sitaki kuhubiri habari za Marekani. Nataka kuonyesha kwamba watu wanaofanya kazi kwenye mkono wa shetani wanafika hata hatua ya kubadilisha mipango ya Mungu ya majira na ya anga. Amen. Lakini mwanadamu yupo tu amesinzia, hataki, ukimwambia kweli ndo anaondoka kabisa, umempiga jiwe unamuondosha. Leo hii watu hawapendi kusali kwetu kwa sababu tunahubiri kweli. Amen. Ndio kosa kabisa letu kabisa, sio kitu kingine. Kosa letu hilo tu moja. Hatudai sadaka, hatufanyi nini? Nafanya kazi masaa 24 kusudi niweze kuendesha hata hapa na baadhi ya shughuli za hapa, ili kusudi tuweze kuhubiri neno la Mungu bila kuwalemea watu. Lakini watu hawataki kusikia kweli. Wewe ulioko hapa Mungu akubariki. Amina. Kabisa mtu anafika hapa, wengine wanajiita mabaptisti. Anafika hapa mara nyingi wageni wetu tunawakalisha kwenye kiti kile, akifika huwa harudi kwa sababu tumefundisha kweli. Jamani, kama ni kuchukiwa kwa sababu tunahubiri kweli, basi naomba nichukiwe mara 7,000. Sijui namba kubwa kuliko. Mara 10,000 kama inazidi hapo. Na kadhalika. Sasa Paulo anasema iwapo kutokuwa na injili fulani isiyofanana na Biblia, huyo mtu anayehubiri na alaaniwe, na anarudia tena alaaniwe. Sasa msikiliza, ndio nakuja kwenye somo la leo. Nilikuwa najenga msingi. Anasema mstari wa 10 hivi. Somo la leo natokea hapo. Anasema hivi: maana sasa je, sikiliza anasema Paulo. Unaona hubiri injili nyingine. Hajatuambia ina tabia gani, lakini iko tofauti na injili ya Biblia. Anasema hivi: maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Kulingana na Paulo, mtu wa Mungu hatakiwi kufanya kazi kujaribu kuwashawishi wanadamu. Kuwafurahisha, tutaona. Anasema hivi: au nataka kuwapendeza wanadamu? Kulingana na huu mstari, lengo la Paulo ilikuwa ni kuwapendeza wanadamu, ili kusudi wakifika wapendezwe na kesho warudi. Sio, halikuwa lengo lake. Na somo la leo nasema hivi: mhubiri anasema ukihubiri kuwapendeza wanadamu sio mtumishi wa Kristo. Unakuwa ni mtumishi wa hao wanadamu lakini sio wa Kristo. Ndio somo la leo. Leo ukitaka wanadamu wacheke, wafurahie, wajisikie vizuri kwa lengo hilo, je, injili ya kweli haitufanye tusikie vizuri? Mimi nakuhakikishia, mimi naye wahubiria hapa na mapungufu yangu yote, kwa kweli ninajisikia vizuri. Yaani moyo wangu nikiri hauna misumari nayo nichoma, na kuhakikishieni. Je, matatizo yameisha kwenye maisha yangu? Hapana, yako kibao. Lakini matatizo yangu ni madogo kuliko Kristo naye mhubiri, naye mtumikia. Sina michomo katika moyo wangu kabisa. Kabisa. Yaani nikilala nalala kama mtoto mchanga kama huyo. Silali na hofu. Lakini matatizo yanayonizunguka ni mengi. Ni makubwa. Anasema hivi. Anasema mstari wa 10, anasema maana sasa je, na hapo ndicho chanzo cha somo la leo. Ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Anaendelea mstari wa 10. Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Nani ameelewa hilo somo? Kwamba mtu ambaye analenga kuwashawishi wanadamu, kuwafurahisha wanadamu, kuwapendeza watu wake wanaohubiriwa, anakuwa sio mtumwa wa Kristo. Hakutumwa na Kristo. Ndio ujumbe. Na huu mstari hauhitaji mistari mingi na mistari mingine mingi sana. Hauhitaji kufafanuliwa zaidi, unajitosheleza.
Mtu yeyote utakayemuona katika kuhubiri kwake, lengo lake ni ili kusudi wacheke. Anaweka na vitu vingine, na malingo, na uongo, na kufuta mistari inayowatishia na kuwa hukumu. Huyo ujue. Na ni wangapi hapa Tanzania wako wangapi idadi yao? Ni mfuto. Idadi haihesabiki. Lakini kulingana na neno la Mungu, mstari naomba nirudie. Maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawisha au Mungu? Maana yake mimi silengi kuwashawishi wanadamu, nataka kumuonyesha Mungu kwamba Mungu niko nafanya ulichonituma. Haijalishi wanadamu wamekubali hawajakubali. Ndicho anachosema. Anasema au nataka kuwapendeza wanadamu? Yaani mnadhani kwamba nataka kuwapendeza wanadamu? Hapana. Mimi lengo langu ni kumshawishi Mungu kwamba anafanya kazi yake aliyonituma kwa uaminifu aliyonituma. Na anaimaliza anasema kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Kwa lugha nyingine, kama nawapendeza wanadamu sio mtumwa wa Kristo. Sio mtumwa wa Kristo. Ndio somo la leo. Twende leo hii injili zisizo za mtumwa wa Kristo ndizo zimejaa makanisa. Kwa ngiri tofauti, kwa njia namna tofauti. Yaani sio njia moja. Kubwa kabisa ni kuepuka kutumia Biblia. Hiyo ndio kubwa. Lakini pia kuna kutunga vitu, kuwafundisha falsafa, kuwafundisha saikolojia na elimu ya binadamu kwa jina la elimu ya Mungu limejaa makanisani. Injili za makanisani, injili za kwenye TV. Nenda kafungue TV yako. Utaona kuna mainjili mengi sana. Mhubiri fulani si kutoka zote chini utakuta kuna namba za M-Pesa pale. Zinapita tu, zinatembea, zinazunguka. Mitandao ya kijamii kuna wahubiri wengi. Zote zinalenga kuwafurahisha na kuwapendeza wanadamu, na automatically kulingana na Biblia anakuwa sio mtumwa wa Kristo automatically. Tufungue wote katika kitabu cha Luka mlango ule wa 6, Luka 6, na huu naomba tuufungue. Ni wakati mwingine Biblia hatuijui sana. Kwa hiyo unaweza kumwambia mtu asifungue lakini akatoka bila kukumbuka. Luka 6:26 anasema hivi. Sasa huyu alikuwa ni Paulo akiongea katika roho. Hebu tuongee na Kristo akiongea katika roho. Tusikie anasemaje. Paulo anasema ukiona unawapendeza unawachekesha. Leo hii wahubiri wengi wanafundisha ili kusudi watu wacheke. Na wakisha cheka lengo lake ili kusudi wafurahie waachie hela. Na kuhakikishia kama Wakristo hawa wangekataa kutoa hizo hela, hata kuchekesha angeacha. Kwa sababu lengo ni kusudi wafurahie, mioyo yao ifunguke. Anasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 6 mstari ule wa 20 anasema hivi na 6. Luka 6:26. Yesu anasema hivi. Yesu Kristo anasema ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Sasa anaongea katika kinyume kidogo na hiyo, lakini ni hoja moja. Kristo anasema, Paulo anasema kama nikihubiri kusudi wanadamu wapendezwe, basi nitakuwa sina nafasi katika Kristo, nitakuwa nashughulika na wanadamu. Kristo haihusiki hapo. Huwezi ukawatumikia wote wawili. Ama mtumikie Kristo ama mtumikie hawa wanadamu. Sasa na Yesu anasema akiongea hivyo, anasema ole watu wote wakikusifu wewe mhubiri, kwa sababu ndivyo walivyofanya kwa manabii wa uongo. Nabii wa uongo leo anapendwa. Nabii wa uongo mmoja amekufa Nigeria juzi tulipohubiri dhidi yake, tulitukana matusi mengi kabisa, na yote hakuna lililonichubua ngozi. Yaani hakuna tusi hata moja ambalo lilifanya labda nikapata kama jeraha sasa. Na hata moyoni nilikuwa safi kabisa. Kwa hiyo walikuwa wanatukana bure. Walikuwa wanajitukana. Lakini anasema ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu. Hebu niwaambie wahubiri wa Tanzania watu wote wawasifu. Na hapa siongelei wale ambao wanachukiwa kwa sababu wanahubiri siasa. Kuna mmoja yuko kule Karagwe, anaitwa yuko kwenye kanisa sio la nini. Anajiita nani? Anaitwa nani yule wa Karagwe? Magonza. Yule kuna watu wengi wanamchukia kwa sababu anahubiri siasa anahubiri siasa makanisani. Kuna mwingine yuko hapo Ubungo anahubiri siasa. Sasa huyo siasa sio unaweza ukihubiri siasa
upande uliopo utakupenda, upande wa pili utakuchukia automatically. Hiyo haina habari za Yesu hiyo. Nani anaweza kuniambia kwamba huyu anayehubiri siasa za Chadema kule Karagwe akachukiwa na watu ambao sio Chadema, anaweza kusema kwamba ni kwa sababu yuko na Kristo? Ani matatizo yake mwenyewe. Ni kama mtu anaweza kuamua kuwa mwizi atapigwa uawe sio kwa sababu yuko na Kristo, hapana, anapigwa kwa sababu ya wizi wake. Kwa hiyo hatuongelei hao, wako wengi wanaochukiwa kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya kuhubiri vitu visivyomhusu Kristo. Kwa hiyo hilo nalo sio sababu yote. Leo hii naomba usinijibu, lakini tafakari kwenye moyo wako wewe uliko hapo. Wewe jitafakarie tu. Ni mhubiri yupi hapa Tanzania unayemjua, yoyote yule ambaye anahubiri dhidi ya uasherati? Anahubiri dhidi ya uzinzi. Wako wangapi? Anahubiri dhidi ya utoaji wa mimba. Hawapo. Anahubiri dhidi ya ushoga. Anahubiri dhidi ya wachungaji wanawake ambao hawamo katika Biblia, Mungu amewakataa. Haya, anayehubiri dhidi ya kutumia kanisa kama mradi wa biashara. Aya, hebu niambie basi kuna mhubiri yupi? Mage hao wote hatujawapata. Anayehubiri dhidi ya dhambi yoyote ile unayojua, yote ile ya jumla. Hayupo. Ni lengo ili kusudi waweze kuwafurahisha wana damu. Automatically wanakuwa sio wahubiri wa Kristo. Hakuna jinsi unaweza kutafuta, hakuna namna unaweza kubadilisha maneno. Liko hivyo. Tusome katika Thessalonika wa kwanza mlango. Tumesoma katika Galatia. Tumesoma katika Luka. Tusome sehemu nyingine katika Thessalonika wa kwanza 2. Thessalonika wa kwanza 2. Jamani, ngoja niseme kitu kingine. Wakati mwingine sisi, ngoja niwaambieni, kanisani wakati tunatafuta Thessalonika wa kwanza 2:4. Kanisani ni sehemu tofauti kidogo na mashule. Sawa, kuna watu wengine wanakuwa wapo kanisani muda mrefu. Kwa hiyo somo la kanisa ni rahisi kulielewa, ndio sio? Kanisani ni tofauti. Shule ya msingi unakuta kuna madarasa kwa wastani huwa kuna madarasa 7. Kuna wengine wako la kwanza, kuna wengine wako la 5, wengine la 7, wengine la 3. Na huwa hawakusanywi kwenye darasa moja, wanafundishwa tofauti kulingana na ujuzi wao na uzoefu waliopata katika kusoma, si ndio? Lakini kanisani iko tofauti. Kanisani darasa la kwanza na darasa la 7 na darasa la 3 wote wanakaa darasa moja, wanafundishwa somo hili moja, si ndio? Kwa hiyo wakati mwingine mimi nalielewa kabisa. Na mimi nilikuwa darasa la kwanza kanisani, mnikubalie, sikuzaliwa nilikuwa la 7 kwenye hilo kanisa. Unaweza ukawa labda hujayajua maandiko ya Mungu, labda huna hata Biblia. Ukisikia neno limekuwa gumu sana, usimchukie Mungu. Wala usimchukie Mungu. Ujue kwamba bado ndo nimeanza, kuna siku na mimi nitayajua. Ila dawa yake, mtoto aliyeko darasa la kwanza asiache shule kwa vile ni magumu, hapana. Avute subira mpaka atakapoingia la 3 mpaka la 5 mpaka la 7. Nani amenielewa? Ndio, kwa hiyo hatulingani kiwango cha kuelewa kwa sababu hatukuja wakati mmoja. Na hilo tunalielewa. Yaani wakati mwingine hata ukisikia nimekuchosha, nimekuudhi, wala usifikiri kwamba wewe ni mtu wa shetani sana, hapana. Ni kwamba hujapata nafasi ya kujua hayo yote. Lakini kesho nakukuta hutaanzia hapo, utaenda juu kidogo na siku baadaye unafika sehemu fulani. Mimi natoa mfano mmoja tu hapa. Na ni mfano mzuri, kwa hiyo naomba ataniruhusu. Ni mfano mzuri hapa. Sio mfano mbaya. Nitoe mfano mzuri. Mama Seni pale. Ulipokuja wakati tunahubiri ulikuwa unaelewa haya? Lakini sasa unaelewa. Ni baada ya kukaa muda, si ndio? Na mpaka sasa hizi unapeleka injili. Lakini mara ya kwanza ulikuwa ni kitu ambacho huwezi kufanya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Mtoto anapokuwa darasa la kwanza hata kusoma herufi 2 zilizoshikana zinamshinda. Lakini kuna wakati anafika darasa la mbele unakuta anaimba na wimbo kabisa kama mashairi anaimba na kuyatunga. Kwa hiyo kuna siku utaweza kuyatunga mashairi ya Kristo. Kwa hiyo usijisikie kuhukumiwa kwa lolote hata siku. Na kuomba siku umeacha kitanda chako ukatembea kuja kanisani, ukakaa hapa.
Hata siku moja usitoke ukiwa umehukumiwa, hapana. Kwa sababu utakuwa umejihukumu. Yesu anasema mimi simhukumu yeyote. Usijihukumu hata. Na mimi naye kuhubiri sikuhukumu. Mimi nitakuhukumu. Mimi kabla ya kukuhukumu wewe inabidi nijihukumu mimi. Mimi ndio mdhambi wa kwanza. Je, ninapenda kuishi katika dhambi? Hapana, nazishinda kila siku. Dhambi ninazoshinda labda ninawazidi wengine wengi. Lakini je, nimezimaliza? Hapana, bado nitapambana na nyingine kesho. Kwa hiyo kabla sijahukumu inabidi nijihukumu mimi. Lakini je, mimi ninahukumu mtu au nasoma maandiko ya Mungu? Lakini yule anayetoka kwenda kuhubiri injili ya uongo lazima ahukumiwe na neno la Mungu moja kwa moja, kwa sababu Mungu amesema alaaniwe. Je, huyu anayelaaniwa ni wewe ulioko hapa ndo amesema? Amemlaani yule anayehubiri injili ya uongo na kumdanganya mtu. Ndiyo maana ya somo hili. Kwa hiyo tutaendelea, naomba tusijisie kuhukumika hata siku moja. Bali tutamani kusikia kweli zaidi ili kusudi tutengeneze. Sasa tutaenda katika hoja kadhaa. Tulikuwa tunaenda katika Wathesalonike. Wathesalonike wa kwanza 2:4 na 5 anasema hivi. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 4 na 5 anasema hivi. Sikiliza. Anasema hivi. Kwa maana kuanzia mstari wa 5 anasema kwa maana maonyo yetu sio ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila. Mara nyingi kunapohusika maonyo katika kuhubiri, huyu ni Paulo, lazima kuwepo aina fulani ya kutokupendezwa, ndio sio? Mtu anapokuonya haipendezi. Maonyo huwa hayapendezi kiukweli katika hali ya kawaida. Paulo anasema sisi hatuonyi kwa lengo la kuumiza mtu. Wala hatutumii hila kuonya, hapana. Tunasema waziwazi neno la Mungu ili kuwatengeneza na kuwaponya na kuwatakasa na kuwasafisha. Ndicho anachosema. Anaendelea. Bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana injili. Amana ni kitu kilichokabidhiwa, umetunzishwa, unatunza, ni kama hazina. Ndivyo anasema ndivyo tunenavyo. Anasema jinsi injili tuliyokabidhiwa ndio tunayoisema. Leo hii watu wamepewa injili kwenye Biblia wanaweka pembeni wanasema ya kwao. Ndio sio? Anasema ile tuliyokabidhiwa ndio tunaihubiri. Anaendelea. Si kama wapendezao wanadamu bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu. Unaona hii hoja ni ile ile. Anasema sisi tunapohubiri tuna Paulo, akina Kristo, Yohana Mbatizaji. Sio kama tunaolenga kuwapendeza wanadamu, hapana, tunalenga kumpendeza Mungu aliyekutuma. Ndivyo tunavyotakiwa tuhubiri. Kweli kabisa. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Anaendelea katika tuende katika hoja. Tulikuwa tunajenga msingi wa hoja ya kwamba mtu yote atakaye kuwa na hubiri ili kusudi watu wacheke, ili kusudi watu wasiguswe dhambi zao. Kwa sababu kugusa dhambi ya mtu inauma moyoni. Inauma dhambi ya mtu kuguswa kwa kweli, inauma. Au upinzani wote au udhaifu wote ukiguswa. Sasa yule anayevikwepa na kuvipaka mafuta ya uongo na nini na nini, huyo anakuwa sio mtumishi wa Kristo, anatumikia tumbo lake, anatumikia shetani, anatumia vitu vingine, lakini kimsingi tunachojua sio kutumikia ni Kristo. Sasa hem tuangalie vipengele kadhaa vinavyofafanua watu wasiomtumikia Kristo. Ni vitu vipi hasa vinahusika? Hem tuangalie. Hoja ya kwanza, injili ya mtumishi wa Kristo sio ya kibinadamu. Yaani hapa tunaenda sasa kuifafanua ile injili ambayo sio ya kuwapendeza wanadamu bali ni ya kumpendeza Mungu. Na wanadamu wanaompenda Mungu, injili inayompendeza Mungu na kuhakikishia ndio inayotakiwa kupendeza wanadamu mwema. Ndio sio? Ukisikia mtu tunasema hatuhubiri kumpendeza wanadamu, hatuna maana kwamba wanadamu achukia, hapana. Tunataka wanadamu aende akafanane na mapenzi ya Mungu ili kusudi yapendezwe pamoja na Mungu. Lakini wanadamu sicho anachofanya. Kwa hiyo hoja ya kwanza inasema hivi, katika kutokumpendeza wanadamu bali kumpendeza Mungu, katika kutokumshawishi wanadamu bali kumshawishi Mungu kwamba tunafanya kazi yake kweli. Hoja ya kwanza ni kwamba lazima injili ya Kristo, ile ambayo sio ya kibinadamu ni ya Kristo, lazima iwe ni sio ya kibinadamu, isiwe imekaa kibinadamu. Hebu tuende mbele, turudi pale katika Galatia. Turudi pale katika Galatia pale tulipokuwa, Galatia mlango wa kwanza pale, tulisha mstari wa 10. Twende mbele mstari wa 11 anasema hivi. Twende mstari wa 11 anasema hivi.
Anasema kwa maana ndugu zangu injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Tumeona hiyo injili sio ya kibinadamu tabia yake ya pili, lakini tabia ya kwanza haikuwa inalenga kuwafurahisha wanadamu. Sasa kwa mfano kama ni tabia ya kibinadamu, kama ni injili ya kibinadamu, kwa vyote vile itawapendeza wanadamu. Kwa mfano kama ukipika chakula, ukiandaa chakula cha manyani, lazima utatafuta mahindi mabichi na mandizi na nini ndio utawapa. Sasa ikiwa ni ya kibinadamu, lazima ifanane na tabia za fikra za kibinadamu, dhambi za kibinadamu. Paulo anasema mimi ya kwangu ilikuwa sio ya kibinadamu, ni ya kimungu. Ndio sababu inatokea kutokuwapendeza hao wanadamu mpaka umfanane Mungu. Ndicho anachosema. Bwana anasema kwa maana ndugu zangu injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Na anasema mstari wa 12 anasema kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu bali kwa ufunuo wa Kristo. Unajua ujumbe wake ni nini? Leo hii wahubiri wengi wanaohubiri injili makanisani, sawa? Hawakufundishwa na Kristo, walifundishwa na wanadamu kwenye vio vya kibinadamu. Ndio sio? Hebu niwaambie hii injili ya Paulo, alienda kwenye chuo fulani akafundishwa. Alifundishwa na Kristo katika Biblia yake. Alienda akasoma maandiko ya Yohana Mbatizaji, akasoma Isaya. Ndio sawa alikuwa anaweza kumnukuu Isaya. Leo hii wahubiri wengi wa makanisa wanakaa wengine kwa makanisa makubwa anaweza kukaa humo kwa muda wa miaka 20 akiwa anasoma injili za kibinadamu. Kwa vyovyote vile atafundisha injili ya kibinadamu. Kwa sababu ndiko alipofundishwa. Nawaambia mimi nayohubiri hapa sikukaa katika darasa lolote lile la kibinadamu la kuhubiri injili, ya kufundishwa injili. Hapana, nilifundishwa na Kristo katika Biblia yake. Na hii injili nilihubiri ili somo niliandaa, nadhani nilikuwa nimesafiri huko nilipokuwa nimeenda. Sikulitoa kwa mtu yote. Amina. Ndio ukweli. Hebu niambie, hawa wanaohubiri, tumeona wahubiri wengi wanahubiri injili za kuwapendeza wanadamu ambazo za kuwapendeza wanadamu. Wanakuwa wamezipokea kwa Ayupi. Si wamezipokea kwenye vyuo. Je, vile vyuo sio vya kibinadamu? Mashoga wanafundisha humo, unakuta mkuu wa chuo ni shoga, tena mwingine unaweza unakuta hata sio mtu wa dini ile tu ndo anaenda kuwapa na vyeti. Unakuta ndo mgeni rasmi. Wewe anaenda kukutunuku cheti uende ukapambane naye tena kwa kiroho hata siku moja. Lakini nenda kwenye Biblia utapata ujumbe huyu au wanadamu hawatahusika kabisa. Injili ya Kristo sio injili ya kibinadamu kwa sababu hatuipokee kutoka kwenye vyuo vya kibinadamu, kwenye mifumo ya kibinadamu, tunaipokea katika mafunuo ya Biblia ya Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu anayefanya kazi katika kulifafanua neno lake. Anasema hatukufundishwa na wanadamu. Hem, tuende katika Wakorinto wa kwanza. Tulikuwa kwenye Wagalatia, nenda kushoto, utaruka Wakorinto wa pili, utaingia tuna maandiko mengi leo hii nahisi kwa sababu hili eneo ni gumu kidogo. Nahisi sitatumia saa moja, nitatumia saa moja na dakika 10 nimesema. Naomba tuvumilie kidogo. Sababu bado tuna vitu vingi sana. Na ni sehemu ambayo imepinda, kwa hiyo lazima tuinyoshe kweli kweli. Anasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili, Wakorinto wa kwanza mlango wa pili. Wakorinto wa kwanza 2:12 anasema hivi. Wakorinto wa kwanza 2:12 anasema hivi. Sikiliza. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Ndio injili ya dunia hiyo, bali roho atokaye kwa Mungu makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Nayo twanena, sikiliza anachokinena. Paulo anasema, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Unaona kwamba huu ufundishaji sio uliotoka duniani, umetokea rohoni, roho ni nini? Neno la Mungu. Anasema maneno haya nayoambia ni roho tena ni uzima. Naomba niulize swali. Hii ibada tunazozifanya za Kikristo zimejengwa mtu wa kwanza hata kama ni Mungu. Mkuu kabisa katika Ukristo ni nani? Si ni Kristo mwenyewe ambaye tunaitwa kwa jina lake. Sawa. Ni nani anahisi kwamba Kristo alikaa kwenye darasa fulani la kibinadamu akafundishwa injili? Ilipo au halipo?
halipo, si ndio? Wa pili ni Petro. Petro alikuwa mvuvi. Kuna sehemu alihubiriwa na Kristo. Aliingia kwenye darasa. Je, hawa watu wanaotaka kwenda kukaa kwenye madarasa ya kibinadamu ni kwa sababu Yesu hapatikani? Yesu aliyemfundisha Petro hayupo leo. Yesu aliyemfundisha Petro anaitwa neno la Mungu, ndio huyo. La kwanza, la pili, mwingine ni Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikaa kwenye darasa lolote? Haya, mwingine ni Paulo, tumeona yeye ametoa ushuhuda. Alipokuwa duniani alifundishwa na Gamalieli, akafundishwa vitu vya dunia, baadaye akasema nikaviacha nikafundishwa na Kristo na hakukaa darasani. Wengine ni akina Musa, wengine akina Daudi. Hebu niambie mtu yote aliyekaa kwenye darasa lolote lile akafundishwa mambo ya Mungu akaviweka kwenye Biblia. Ni yupo? Hayupo. Kwa hiyo wao, mtu anayehubiri aliyepewa na Kristo hapewi na dunia, hakai kwenye madarasa ya dunia. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo anasema hatukufundishwa na wanadamu, tumefundishwa na Roho. Anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 4 mstari wa 13 anasema hivi. Matendo ya Mitume 4:13 anasema hivi. Anasema hivi. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hawa watu walikuwa wanaishi, walisoma Biblia hawa. Ndio Yesu. Watu walivyoona jamaa wanahubiri injili yote hii. Alafu hawana elimu. Hakuna chuo walichokaa. Anasema katika tulikuwa kwenye Matendo ya Mitume, anasema katika Yohana mlango wa 7 mstari wa 15 anasema hivi. Yohana 7:15 anasema hivi. Hata ikawa katikati ya sikukuu Yesu tuanzie mstari wa 10, huo ni wa 14, wa 15 anasema hivi. Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huyu kujua elimu ambayo hakusoma? Leo hii tumeona kwamba injili ya Kristo ni injili sio ya kibinadamu kwa sababu haikufundishwa na wanadamu. Ndio sababu nahubiri tofauti na wahubiri wengine wote kabisa, ninasema ukweli. Kwani nadanganya? Kwa sababu sikuipata walipoipata hiyo injili. Mimi nimeipata sehemu tofauti kwa Kristo kwenye Biblia. Kwenye King James ninayo hapa. Siwezi nikahubiri bila kuiweka pembeni. Ninayo hapa. Ndipo nilipoipata hii injili. Sio injili ya kibinadamu. Haishawishi akili za wanadamu wala haiwavutii wanadamu. Lakini inamshawishi Kristo. Na wanadamu kama wewe ambao umeamua kufanana na Kristo. Ndio. Kwa hiyo anasema Biblia inasema katika sitafungua huko kwa ajili ya muda. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 54. Isaya 54 mstari wa 13 anasema hivi. Jamani, ni vigumu sana kuisema Biblia bila kuifungua, si ndio? Twende pale, hakuna jinsi bana, mnisamee. Twende kwenye Isaya 54:13. Nilikuwa naona itakuwa imepwaya. Tusipofungua maneno haya tutakuwa hatuna nguvu sana nayo. Sema katika Isaya 54 soma mstari wa 13 anasema hivi. Isaya 54:13 anasema hivi. Biblia inasema hivi. Isaya 54:13 anasema hivi. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana. Kulingana na neno la Mungu, maarifa yetu na ujuzi wetu ambao ni watoto hata wakubwa. Wewe ulioko hapa hata kama ni mzee kiasi gani, mtoto mbele za Mungu. Tutakuwa tufundishwa na Bwana, tutakuwa tufundishwa na wanadamu. Mungu wake neno hilo hivyo kwenye Biblia lisilo na maana. Anasema atakayewafundisha ni Bwana mwenyewe. Na Yesu alirudia hilo andiko kwenye Yohana 6:45. Sasa hapo sitaifungua. Anasema na watoto wako na Wakristo wanatakiwa wafundishwe na Bwana, wasifundishwe na mashoga wanaokuwa wameanzisha mavio vyao. Na watu wanaojitumainia tu. Nenda katika vyuo. Huwezi kuona tofauti kati ya hicho chuo cha Biblia na chuo chochote kinachofundisha ujinga wote. Vyote vinafanana.
Uvaaji ni ule ule, fikra ni zile zile, vyote vile kwa sababu wote ni zao la dunia hiyo hiyo. Lakini King James Biblia haifanani. Utakuwa unafundishwa na Bwana na King James. Anaenda katika kitabu cha tusome katika kitabu cha Mithali. Twende haraka kidogo. Mithali mlango ule wa kabla ya kwenda kwenye Mithali tumalize Agano Jipya. Okay, nilisema kwamba tungeweza kuisoma kwenye Yohana, ile tuliyosoma kwenye Isaya, tungeweza kuisoma kwenye Yohana. Yesu alirudia akisisitiza. Kwa hiyo huko karibu na Yohana kuna kitabu cha Luka. Twende kwenye Luka 3:2. Tusome. Luka 3:2. Tusome pale. Luka 3:2 anasema hivi. Luka mlango wa 3 mstari wa 2 Biblia inasema hivi. Luka mlango wa 3 mstari wa 2 anasema hivi. Anasema nadhani ni kitabu cha Luka mlango wangapi anasema wa 3. Okay. Mstari wa 2 anasema hivi. Wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Huyu mtu alikuwa chuoni anasoma? Neno la Mungu, Musa alileta neno la Mungu, alikutana nalo wapi? Si jangwani, alikutana nalo chuoni. Vyo vilikuwepo wakati huo. Kulikuwa kuna madaktari wa sheria. Akina Gamalieli walikuwepo. Lakini neno la Mungu tunaona akina Yohana Mbatizaji wanakutana nalo jangwani. Ni sehemu jangwani nini leo? Ni mtu ambaye anafunga na kuomba anakuingia kwenye Biblia. Ni sehemu ambayo haina, sio kwenye vyuo ambapo anaenda kukaa kwenye viyoyozi na huko sio jangwani huko. Jangwani ni hapa ambapo tutatafuta neno la Mungu kwenye kitabu cha King James. Ambapo hakuvutii. Hakuvutii sana kiukweli, lakini Mungu ana nguvu. Kwa tunaona hata Yohana Mbatizaji na wengine wote hawakupata hili katika sehemu ambazo wahubiri wa leo wanapata mahubiri. Ni tofauti. Na humpati hata mmoja ambaye hakutokea huko, kwa vote vile atakuja anafundisha vitu vya huko. Akitokea ambaye hakutokea huko, atakuja kama mimi nahubiri vitu ambavyo sio vya huko. So lazima utasema ulikotokea. Utalingana na ulikotokea. Anaendelea katika kitabu cha twende sasa katika Mithali. Twende katika Mithali, twende haraka kidogo kwa sababu ya tuwe na kasi kidogo. Mithali 1:7 anasema hivi. Mithali 1:7 Biblia inasema hivi. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Manake ukitaka kufundishwa na Mungu, anza na kumcha Bwana. Watu sio wanaenda kusoma kupata maarifa, ndio sio? Ndio. Lakini kulingana na neno la Mungu, maarifa yanapatikana kwa kumcha Bwana, sio kukaa kwenye hilo darasa lao la shule ya Biblia, mlandizi na kupewa PhD feki. Ni kumcha Bwana. Na huwezi kumcha Bwana bila kulala kwenye maandiko yake na kuyajua. Maarifa ni kumcha Bwana. Maarifa sio kukaa kwenye chuo cha Biblia. Leo hii kuna watu wengine wananitumia message. Anasema nataka nifundishwe Biblia, nifundishwe chuo cha Biblia ikiwezekana hata kwa mtandao au wapi, nataka na mimi nijifunze kuhubiri kama wewe. Naambia si mpaka unashindwa kumjibu. Kwa sababu ukimwambia kwamba hatuendi kwenye chuo cha Biblia hata kuelewa. Kwa hiyo unaacha tu kumjibu. Kwa sababu jibu utakalompa litamsaidia. Anasema katika kitabu cha Mithali mlango wa kwanza tumetoka pale, twende mlango wa 9 mstari wa 10 anasema hivi. Mlango wa 9 mstari wa 10 anasema hivi. Mlango wa 9 mstari wa 10 Biblia inasema hivi. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Ufahamu si ndo ujuzi. Ufahamu si ndo maarifa. Anasema kumcha Bwana ndio chanzo, ndio kumjua Mungu. Hebu jifunze kumcha Bwana. Hebu jifunze kumcha Bwana katika neno lake. Kumcha Bwana katika kanisa, kuhudhuria ibada vizuri, kufanya kazi ya Mungu. Huko ndiko kujua maarifa. Anasema
Katika Zaburi tuende kushoto zaidi, nikitoka kwenye Zaburi tuende kwenye Ayubu. Zaburi ya 111. Zaburi ya 111 tuende kwenye mstari ule wa 10. Zaburi ya 111:10. Msikiliza tu, hata ukishindwa kuandika yote wewe sikiliza tu. Mstari wa 10 nasema hivi: kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Akili njema zinapatikana kwa kumcha Bwana, sio kwa kwenda kwenye hivyo vyuo na kupata mafundisho ambayo hukutuma na Kristo. Unaenda kufundishwa saikolojia, kufundishwa historia, ndio uende kufundisha eti ndo Kristo amesema. Kristo hajafundisha mtu saikolojia hata siku moja. Ndicho anachofundisha. Leo tuko kwenye somo la psychology. Siku nyingine tutafundishwa hermeneutics, eschatology. Hivyo vitu vyote haviko kwenye Biblia. Lakini hivyo wanaofundisha wanakuja kufundisha. Tunasema hivyo mimi sikufundishwa na dunia, ndio sababu Paulo anafundisha tofauti na wengine wote. Kwa sababu alijifunza sehemu tofauti na wengine wote. Basi tumfanane Paulo. Nani anapenda kumfanana Paulo na mimi? Basi tuwe pamoja. Kwa mfano anasema katika kitabu cha Ayubu mlango ule wa 28. Tumeenda kudhibitisha mara nyingi kwamba ufahamu, uelewa wote unatokana na kukaa karibu na Kristo na neno la Mungu, sio kukaa katika hizo nani? Hizo nini si hivyo vyuo vyao. Some katika kitabu cha Ayubu mlango wa 28, mstari wa 28 pia. Ayubu 28 anasema hivi. Na turudi katika Zaburi. Kwa hiyo jifunze kuichakata Biblia yako ndugu yangu. Zaburi ya 28 Biblia inasema hivi. Mstari wa mwisho wa Zaburi wa Ayubu 28 anasema hivi. Ayubu 28. Kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Hapa mtu kama Gwajima ataingia kwenye kujitenga na uovu na amepata ufahamu akahubiri kanisa lake. Hawezi hata siku moja kwa sababu anaishi katika huo uchafu mpaka na video zake zimejaa kwenye mitandao. Alafu anakuambia nina PhD, sijui ya wapi, ya saikolojia wapi, ndio nataka kuwafundisha wapi. Hapana ndugu zangu. Ni kudanganyika. Nani anaelewa? Basi nakushukuru. Twende kwenye Zaburi ya 119. Twende kwenye Zaburi ya 119 anasema hivi. Twende Zaburi ya 119. Tusome mstari wa 99 na mstari wa 100. Zaburi ya 119 ile sura ndefu kuliko zote kwenye Biblia ndio tunaisoma sasa. Sio yote tunasoma sehemu chache tu. Mstari wa 99 na mstari wa 100 anasema hivi. Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu, kwa maana ninayo siku zote. Nani anapenda kuwa na hekima kuliko adui zake? Basi chukua maagizo ya Kristo. Labda jirani yako anakutesa. Labda mmeo mkeo anakusumbua. Unataka kumzidi hekima? Pata maagizo ya Kristo. Anasema hivi, anasema maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu. Nianzia mstari wa 98. Kwa maana ninayo, mstari wa 99 anasema hivi, ninazo akili kuliko wakufunzi wangu, maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Ukitaka kuwa na akili kuliko wakufunzi ndio wale watu waliobobea, waliohitimu. Ukitaka kuwazidi hawa wanaofundisha kwenye vyuo vyao, nenda katika neno la Mungu. Anasema ninazo akili. Sasa mtu ambaye anataka kwenda kuhubiri bila kuwa na akili atakuwa basi anaenda kudanganya. Sasa hatuoni akili zikitoka huko, zinatoka kwenye hekima ya Mungu. Mtu anayehubiri injili ya Kristo hahubiri injili aliyofundishwa kwenye vyuo vya wanadamu. Ndio hoja tunaiona hapa sasa hivi. Anasema mstari wa 100, ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Ukisha mausia ni maelezo, ni mahubiri, ni Biblia. Ukiyashika unakuwa na ufahamu na hekima kuliko wazee. Unawazidi wazee. Hoja ya kwanza tumeimaliza. Twende kwenye hoja ya pili. Ni fupi, kwa hiyo tumeweza hoja kubwa kuliko zote. Hoja ya pili nasema hivi. Hizi hoja zote zinajibu hoja ile ya msingi. Nataka somo letu liwe naeleweka, limeshikana. Kwamba hoja yetu tunaona kwamba mtu anayehubiri kwa upendeza wa wanadamu anakuwa sio mtumishi wa Kristo. Sio anatumika kwa vitu vingine lakini sio Kristo. Ndio tumeona.
Na tukaona ndani ya hoja hiyo kwamba huyo ili kusudi uhubiri lazima utakuwa umepata ule ujumbe sehemu. Tukaona huyo anayehubiri ujumbe wa Kristo anakuwa hajapewa na dunia, anakuwa amepewa na nani? Na Kristo. Amepewa na Biblia, amepewa na Roho wa Mungu ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo ndio injili sio ya kibinadamu hiyo. Hoja ya pili ndio inasema injili ya Mungu humshusha mwanadamu na kumuinua Mungu. Leo hii injili zilizojaa makanisani ni kumuinua mwanadamu. Wewe dada umependeza, njoo mbele hapa. Siji wewe umefanya hivi, wewe umefanya hivi. Sawa, haina ubaya wakati mwingine kumsifu mtu kwa vitu vinavyopendeza. Lakini sio makusudi makubwa. Japo wao ndio wamekuwa kama ndo mahubiri yao ya msingi. Sasa twende tukaangalia hoja kadhaa. Tusome katika kitabu cha Wafilipi. Ndio kwenye Agano Jipya. Wafilipi mlango wa kwanza mstari ule wa 29. Wafilipi 1:29. Jamani, nani anahisi kwamba hili somo ni gumu sana alielewe? Siwezi nikarubiri ndani ya robo saa. Litachukua muda mrefu, lakini najua hata usipoelewa wewe usikate tamaa. Utalielewa tu pole pole. Wewe pata ile hoja kubwa. Hii mistari itakuja, Mungu atakukumbusha pole pole. Roho Mungu atakukumbusha hii mistari pole pole. Wewe pata ile hoja kubwa tu. Anasema katika kitabu cha Wafilipi mlango ule wa kwanza mstari wa 29 Biblia inasema hivi. Wafilipi 1:29 Biblia inasema, mstari wa mwisho wa Wafilipi 1 anasema hivi. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kumwamini tu. Mungu anasema kazi yetu si kumwamini tu Kristo. Anaendelea. Ila na kuteswa kwa ajili yake. Ni jukumu la Mkristo kumwamini Kristo kwanza. Lakini haitakiwi kuwa hivyo tu, ni pamoja na kuwa tayari na kuteswa pamoja naye. Injili inayofundishwa leo ambayo sio ya Kristo haitaki inataka kumwinua wanadamu. Haiwezi kuongelea kuteswa kwako. Mstari kama huu unafunikwa. Kwamba sio kazi yetu kumwamini peke yake hapana, ni pamoja na kuteswa pamoja naye. Hiyo injili haihubiriwi makanisani, inahubiriwa tu kutoka kwa Kristo. Natoa mfano. Kwa hiyo injili yetu hailengi kumuinua wanadamu. Ili neno la kuteswa pamoja na Kristo ndio kumuinua wanadamu au ndio kumshusha? Ni kumuinua Mungu badala ya wanadamu, si ndio? Sasa wanadamu hawahubiri hiyo. Wanakuambia Kristo alishateswa, sisi tunatakiwa tufurahie tu, tuinuliwe juu. Lakini Biblia inasema hatuna jukumu la kumwamini peke yake. Na hiyo ni lazima pia. Lakini pamoja naye tuwe tayari kuteswa pamoja naye. Tuchukiwe na watu kwa kuhubiri injili ambayo haiwapendezi wanadamu. Anaendelea anasema tulikuwa kwenye Wafilipi. Tunatoa mifano ya vitu ambavyo vinahubiriwa na Mungu ambavyo dunia haiwezi kuhubiri, vyote vya kumshusha. Lazima Yohana Mbatizaji alisema hivi, na huo mstari sikuuweka nadhani. Sikuwa nimeuandaa. Lakini umeletwa hapa na Kristo mwenyewe. Anasema watu walimwambia wakasema yule uliyembatiza Yesu tayari ameshainuka, alafu ana wafuasi wengi na watu wanamfuata wengi. Yohana Mbatizaji akasema hiyo ndio furaha yangu. Furaha yangu ni ili kusudi mimi nishuke ili Kristo ainuke. Ndicho nilichotumwa kwako. Inatakiwa sisi tunapokuwa tunahubiri, tunapoendelea kama Kristo, tushuke Kristo ainuke. Makanisa yanainua wanadamu, yanasema Kristo alishateswa, alishakufa. Mpaka leo Kristo, kuna makanisa mengine Kristo anaishi msalabani, hajawahi kushuka, yuko hivi. Wako milele na milele. Hawajui kwamba ameshakuwa simba yule yuko mbinguni. Tunatakiwa sisi tushuke Kristo ainuke. Mfano mmoja ni kuteswa. Hiyo haimuinui wanadamu na mshusha wanadamu eti. Kwa mfano anasema katika Wathesalonike wa kwanza kutoka kwenye Wafilipi utaruka Wakolosai tengea Wathesalonike wa kwanza 3 na 4 anasema Wathesalonike wa kwanza 3 mlango wa 3 wa Wathesalonike wa kwanza na mstari wa 3 anasema mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo kulingana na neno la Mungu. Watu wa Mungu wamewekewa dhiki, ndio hawajawekewa dhiki. Je, ndicho wanachohubiri kwa makanisa yao? Hawataki kumshusha mwanadamu. Mstari wa 4 anasema kwa kuwa tulipokuwa kwenu tulitangulia kuwaambia kwamba tutapata dhiki kama ilivyotukia nanyi mwajua. Hubiri kama hilo hawahubiri kwa hawalihubiri. Kwa sababu sio la binadamu. Wanadamu hawezi akapenda kuambia kwamba atapata dhiki, hapana.
Atakukimbia. Labda wale waliochaguliwa na Kristo kama ule yuko hapa. Kwa hiyo unaona kwamba hawawezi kuhubiri mambo ya mateso na dhiki. Kwa mfano anasema katika kitabu cha sina mfano, sina muda kwenda huko, lakini nitaisema. Kwa mfano anasema katika Matendo ya Mitume 14:22. Anasema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi sana. Haya maneno hayamuinui mwanadamu. Yanamshusha. Injili ya Kristo lazima imshushe mwanadamu. Imfanye kama Yohana Mbatizaji alisema mimi napenda nishuke. Leo hii kuna mhubiri ambaye yuko tayari kushuka ili kusudi Kristo ainuke? Hapana. Hapana hata siku moja. Hawataki. Na hawakutumwa hivyo. Anasema kwa mfano Paulo anasema kwa mfano katika Wakorintho wa pili mlango wa 12. Wakorintho wa pili. Msikiliza Wakorintho wa pili. Mlango wa 12. Nitapunguza maandiko kidogo ili kusudi tuweze kumaliza. Anasema hivi, Wakorintho wa pili 2:10 anasema Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 10 anasema kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufedhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Hayo ni maneno ya kumuinua mwanadamu, ya kumshusha mwanadamu. Lakini ndio yanayotakiwa yawe. Unaweza wewe na mimi tulioko hapa hatuna imani ya kutosha kufikia kiwango hicho kuliamini, lakini ndio makusudi ya Mungu. Tukiendelea polepole tutafika hapo. Unadhani Paulo alikuwa anaweza sana? Na yeye alikuwa na mwili kama mimi na wewe. Yohana Mbatizaji vile vile. Anasema mimi ninapendezwa ninapopitia kwenye tabu. Kwa mfano napopeleka injili, nikatoka jasho, nikapanda milima, nikajikwaa njiani, watu wakanitemea mate, napendezwa. Hiyo injili ya Kristo hiyo inamshusha mwanadamu. Lakini leo hii anataka niwape mfano hii kusudi wewe ulikuwa umechoka uinuke. Anataka ukiwa anahubiri akitoa ka pointi mtu anatoka pale na shilingi 10,000 anaenda na mkabidhi mkononi. Ndivyo sivyo anavyohubiri. Na ukiwa hufanyi utachukiwa. Na hata kama ulikuwa na kiti cha mbele utaambia kuna hapa kuna wageni pisha. Unabadilishwa. Kwa sababu husimami na kuchukua kahera na kupeleka pale. Na akikaangalia wakati mwingine kama ni kamechoka ka 1,000 na karusha chini. Zile nyekundu anazifunika anaziweka huko. Ndivyo wanavyohubiri. Makanisa hata haya krokore yanayojiita Matejima IJT wanafanya hivyo. Mimi nimekaa huko. Hiyo sio injili ya kumshusha mwanadamu. Hiyo ni wewe uongee tu naanza mtu anakuletea mapesa unaweza kuniambia kwamba ni Kristo gani umeteseka kwa ajili yake. Ni uongo. Usikubali kudanganywa. Tulikuwa twende kwenye Luka, tulishakuwa kwenye Luka 6:26, turudi Luka 6:22. Kuna mistari fulani inalinganishwa na ile, ya kinyume kidogo na ile. Tunaangalia kumtumikia Kristo, kutuma na Kristo na kutuma na kutumikia dunia na kutuma na dunia. Tunavilinganisha. Anasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 6 mstari 22 anasema hivi. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa jina lenu kama neno la na kutupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Furahini siku ile na kurukaruka kwa kuwa tazama thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Hawa watu wanaambiwa vitu vya kuwainua au vya kuwashusha kimwili. Kuwashusha, si ndio? Anasema heri watu watakapowatesa, watakapowashutumu, watakapowasema vibaya, heri. Je, ndivyo makanisa ya leo yanavyohubiri? Sasa yanahubiri injili ya nani sasa? Kwani tusitie akili tukaku. Maneno machache yanatosha kutuambia kwamba tunadanganywa. Tumalize kwa kuangalia hoja ya mwisho. Tumeona injili isiyo ya Kristo, injili ya Kristo sio injili ya kibinadamu. Injili ya Kristo inamshusha mwanadamu na kumuinua Kristo. Tumetoa mfano wa vitu vinavyomshusha mwanadamu. Injili ya Mungu au ya Kristo hukemea dhambi. Leo hii katika injili zinazokemea dhambi zimefutika kwenye uso wa makanisa ya leo kabisa. Kwa mfano twende katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 5. Tuangalie mambo ambayo hayawezi yakatamkwa katika kanisa la leo kwa sababu hawajatuma na Kristo.
Twende katika Mithali 5. Some mstari wa 3 na 4, Biblia inasema hivi. Mithali 5. Tunaona kwamba injili sio ya Kristo, injili sio ya kibinadamu ambayo imetumwa na Kristo ya kweli kweli, inakemea dhambi. Hem tusome Mithali 5 mstari ule wa 3 na 4 anasema hivi. Anasema maana midomo ya malaya hudondosha asali na kinywa chake ni laini kuliko mafuta, lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga na mkali kama upanga wa makali ukatao kuwili. Hayo maneno yanahubiriwa kwenye makanisa leo? Hebu niambie kanisa lote lile unaweza kulijua kwamba anaweza akahubiri maneno. Sasa kama hatugusi maneno kama hayo maana yake hatujatumwa na Kristo. Nasema kinywa cha malaya kinadondosha asali. Na sio hiyo tu, ni pamoja na malaya wa kiume. Yule boyfriend wako anayekwambia sweetie na kukupa simu ukiwa bado shule. Hivyo haviwezi vikaguswa kwenye kanisa la leo. Tuende katika kitabu cha Isaya mlango wa 56. Isaya, sasa nikienda haraka nitakuwa nimemaliza ndani ya dakika 3. Isaya mlango wa 56. Tutakuwa kwenye Isaya 54. Twende Isaya 56 mstari wa 10. Biblia inasema hivi. Isaya 56. Tunaangalia hii ni mifano tu. Yaani ungeweza kutafuta hata mingine tofauti kama 20 tofauti. Bado ungeipata mingi. Hii ni mifano tu. Isaya 56:10 Biblia inasema hivi. Isaya 56:10 Biblia inasema. Isaya walinzi wake, sikiliza nitaeleza maana yake, ni vipofu, wote pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi na amu, wasioweza kufahamu neno lolote, wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake, toka pande zote, husema njoni tule, nitaleta divai. Leo hii kuna makanisa wanaishi katika ulevi ndani ya majengo yao makubwa na mpaka kwenye madhabahu yao wanakunywa pale. Njoni tunywe sana kileo na kesho itakuwa kama leo sikukuu kupita kiasi. Leo hii makanisani wanaishi kwenye sikukuu. Ndio sio? Kwanza wanaanza ibada saa 2 mpaka saa 4 bado wako kwenye sikukuu ya nani? Ya sherehe. Siji mwimbaji binafsi. Anayekuja amevaa vitu vile tu. Anaendelea anasema anaendelea anasema mstari ule na tuko kwenye 50 ngapi? 56. 10. Na ule mstari okay. Kwa ufupi ni kwamba unaona kwamba ni vitu vya kumfurahisha mwanadamu. Ndizo zinazohubiriwa. Je, Mungu haya maneno kayasema, haya yanamfurahisha mwanadamu tuliyosoma ndio? Anamfurahisha mwanadamu sio? Ya kusema tule tunywe sherehe kupita kiasi. Si ndio? Je, Mungu yuko anayasema kwa kuyasifia au kwa kuyapinga? Anayapinga. Lakini hicho anachofanya kwenye makanisa yao ndicho Wakristo wanataka wasikie. Twende twende katika kitabu cha Yeremia, tutafungia na Yeremia sehemu kadhaa. Tusome Yeremia 1:10. Tutafunga na Yeremia mistari kadhaa Yeremia tutakuwa tumefunga. Yeremia 1:10 Biblia inasema hivi. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Huyu ni mhubiri. Mhubiri kazi yake kama Yeremia, mhubiri alitumwa na Kristo ambaye neno lake liko kwenye Biblia, kazi yake sio kwenda kuwatia moyo watu katika uovu wao. Ni kung'oa vitu vichafu, kung'oa, kuharibu, mhubiri, wahubiri wale wanahubiri hivi vitu vya kung'oa na kuharibu vitu na dhambi za kwenye mioyo ya watu.
wanazijenga. Ndio sababu Wakristo ni wachafu kuliko dunia. Ndio sababu ukimwi unakula Wakristo kuliko dunia. Nenda kwenye ile mikoa ya Injili ile. Sijui Mbeya, sijui Iringa huko wapi. Utakuta ukimwi uko juu mara 10 kuliko kwenye kanda za Kiislamu. Maneno yanasema yamepinda. Nimekosea. Ni ukweli tu kabisa. Ni ukweli kabisa. Wawazi. Sema kwa sababu ukweli huwa ni mchungu. Kweli mchungu. Lakini ni mchungu kwa wale wasiotaka kweli. Kwa wewe ambaye umeamua kutoka nyumbani kwako kuja hapa, lazima utokome. Anaendelea Yeremia, unaona kwamba lengo la kuhubiri hawa watu, huyu ni mhubiri ametumwa. Yuko anabomoa na kuharibu na kuangamiza. Yuko anawainua wanadamu, yuko anawashusha. Anakemea na dhambi zao. Anasema katika Yeremia, tunafungia Yeremia hii. Actually tumbaki mistari miwili tu ndio tutakuwa tumefunga. Kwa Yeremia hii na Yeremia nyingine. Yeremia 14 anasema mstari wa 14 anasema hivi, Yeremia 14:14 anasema, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu, mimi sikuwatuma. Hao watu, hao manabii unaosikia ni zile injili ambayo sio ya Kristo, ya kuwapendeza wanadamu, ndio sawa wanatabiri uongo. Unaona kama hii hoja ni ile tulikoanzia pale. Hoja ni moja. Hawa watu wanaongea kwa jina lao, sikuwatuma. Sasa hebu niambie, hawa watu wanaowasema Yeremia hawapo kwenye makanisa ya leo? Hem, tuwasikilize anavyowasema. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Wapo hawapo? Mimi sikuwatuma. Je, Mungu kawatuma? Hapana. Wala sikuwaamuru. Je, Mungu kawaamuru? Wala sikusema nao. Je, Mungu kasema nao? Lakini anakuambia leo nimeoteshwa na Mungu leo. Leo ninaona kuna watu wanaenda uongo kabisa. Nani wamejama kanisani? Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi. Unajua ukiona pale wakati mwingine wanasema kweli, sio kwamba wanakuwa wameonyeshwa na Kristo, wameaguliwa. Wanaenda kwa wapiga ramli. Kwa sababu Biblia inasema wanaagua. Wanapiga ramli wale. Na neno la ubatili, yale maneno yanasema ni ya ubatili, ndio sababu Wakristo wamekuwa wachafu huko dunia, lazima ni batili. Na hadaa ya mioyo yao. Wanahubiri hadaa za mioyo yao. Hadaa ni nini? Ni maneno ya uongo. Kukuhadaa. Mstari wa mwisho kabisa Yeremia 23 tutakuwa tumefunga sasa. Anasema katika Yeremia 23 mstari ule kuanzia mstari wa 16 anasema, Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria. Kulingana na neno la Mungu, ukiona nabii yuko anatabiri usimsikilize. Ndio neno la Mungu linasema. Anakuambia na kutabiria Alhamisi siji yako nzuri, siji kuna mmoja huko mwingi hapo. Alhamisi. Naona Alhamisi siji kwa nini? Na kutabiria Alhamisi. Anasema usiwasikilize. Amesema wasikilizwe au wasisikilizwe? Wewe nisome tena. Bwana wa majeshi asema hivi, msiwasikilize maneno ya manabii wakiwatabiria. Anasema huwafundisha ubatili, hunena maono ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Mama yule nabii wako alikuwa anawatabiria zamani. Na mimi niko nao, sio kama ni wewe, tunaongea tu wote, tunatoa uzoefu. Ulikuwa naye na wewe na nabii wako. Na mimi niko naye. Ile nilikuwa nampinga ujue. Tushakulala tunabishana na wewe nabii mpaka asubuhi kwenye simu. Mungu anasema usiwasikilize wakitutabiria hata kwenye TV au popote, usikubali. Kwani aliyesema ni mimi ni mimi au ni Mungu? Biblia inasema usiwasikilize. Anaendelea anasema mstari wa 25 anasema, nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu wakisema nimeota ndoto. Je, sivyo anavyosema? Nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwemo katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Mungu mpaka anachoka sasa. Yaani hata wakizeeka akifa TB Joshua linazaliwa jingine. Sema mwisho ni lini sasa?
Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe. Baba Mungu tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwa kutupenda, asante Mungu kwa neno hili. Tunaomba likafanyika halisi, ukatupe kujua kweli na hiyo kweli katufanye huru. Naomba baraka zako Mungu zikawatamia watu wako hawa, ukawafundishe, ukawatulize katika mioyo yao, katika dhoruba wanazopitia katika maisha yao. Mungu ukatukusanye tena wakati mwingine na kutulisha moyoni na mwilini pia. Tunakushukuru Baba, ni katika jina la Mungu Baba, Mwana, Mtakatifu. Amini yote tunapokea. Amen.